Bwana mwanamuziki namba moja wa muziki wa Bongo Flava Tanzania na rais wa Wasafi Media pamoja na record label ya Wasafi Diamond Platnumz siku ya leo ametangaza kusaini mwanamuziki mpya katika record label hiyo ya Wasafi Media. Moja kati ya kitu ambacho kimefanya wengi wampongeze Diamond Platnumz kwa kichwa hiki kipya ambacho amefanikiwa kukisaini katika record label hiyo mpya ya muziki, moja kati ya record label kubwa ndani ya Afrika Mashariki na Tanzania, namba moja Rebel kwa upande wa muziki. Moja kati ya record label ambayo imewatoa mastaa kibao ambao walifanya vizuri ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Wakimzungumzia mwanamuziki kama Harmonize akiwa kama mwanamuziki wa kwanza katika record label hiyo, lakini pia imemtoa mwanamuziki mwenye mafanikio makubwa sasa hivi Tanzania, Rayvanny, bila kumsahau Mbosso Khan, Lava pamoja na bidada mrembo kabisa Zuchu. Diamond Platnumz amekuwa na muendelezo kwa siku hivi za karibuni. Naweza kusema kwa hii miaka ya karibuni Diamond yuko moto kweli. Baada ya hivi karibuni, nazungumzia mwaka mmoja umepita tu tokea alipomtambulisha D-Voice, moja kati ya msanii ambaye anafanya vizuri mpaka sasa hivi ndani ya record label hiyo ya Wasafi, lakini pia katika muziki wa Bongo Flava. Leo chuma kipya. Nadhani wengi wanajiuliza ni chuma gani hicho ambacho kimesainiwa leo tarehe 18 katika record label hiyo kubwa nchini Tanzania. Ukumbuke ya kwamba kulikuwa na migongano mingi sana hapa karibuni ya kwamba Diamond ataweza kusaini msanii ndani ya Wasafi. Diamond anaweza kuchukua chuma kutoka BSS. Mengi yamezungumzwa na mara kadhaa, hata yeye mwenyewe alikuwa akisema ya kwamba mwaka huu atasaini mwanamuziki mwingine kujiunga katika record label yake mpya ya Wasafi. Sasa nataka ni share kidogo alicho kiposti Diamond katika Insta story yake baada ya kusaini member mpya, star mpya katika kiwanda cha muziki wa Bongo Flava. Mkataba wa kujiunga na kampuni ya muziki. Mkataba huu umeingiwa leo tarehe 18 mwezi wa 3 mwaka 2025. Wasafi Limited WCB, kampuni iliyosajiliwa kwa sheria za Tanzania kufanya shughuli za sanaa, yenye makao yake makuu Mbezi Beach. Akaweka hapo sanduku la posta 105260 Dar es Salaam. Katika mkataba huu itajulikana kama kampuni. Yani katika mkataba huu itajulikana kama kampuni. Kipengele hicho cha msanii mpya ambaye amesainiwa siku ya leo katika record label hiyo kubwa nchini Tanzania, anazungumzia Wasafi Classic Baby. Sasa wasanii yanatajwa majina mengi, lakini moja kati ya msanii ambaye jina lake limeimbwa sana kujiunga katika record label hiyo ni Aslay Hisiaka, memba na kinara wa kundi ya Moto Bendi hapo zamani. Amezungumzwa mno kujiunga katika record label hii ya Wasafi. Na wengi sasa hivi taarifa za ndani ambazo zinasema ya kwamba saini hii ni ya Aslay. Ukumbuke ya kwamba memba mwenzake ambaye alikuwa wakiunda kundi moja ya Moto Bendi, nazungumzia Mbosso Khan, kwa sasa hivi ameondoka katika lebo hiyo. Sio msanii wa Wasafi tena, yani mkataba wake na Wasafi umeisha, na Mbosso sasa hivi ni msanii ambaye anajitegemea, msanii huru. Na kuingia kwa Aslay, wengi wanazungumza ya kwamba Mbosso ametolewa ili mradi Aslay naye aje atengeneze, arudishe makari yake kama ambavyo alikuwepo hapo zamani. Kwa hiyo kuondoka kwa Mbosso, anaingia Aslay Hisiaka ndani ya Wasafi. Kwa moto ambao Aslay wengi tunamfahamu, na kwa nguvu ya record label ya Wasafi vile ambavyo wengi tunamfahamu, basi ni sehemu sahihi ambapo tunaenda kumuona Aslay akienda kuwa msanii mkubwa zaidi. Wengi wanasikitika wakimuona Aslay Hisiaka ndoto zake za kufika mbali zaidi ndani ya muziki wa Afrika hazitimii, yani zinachelewa kufika. Nakumbuke ya kwamba Aslay alikuwa mkubwa ya Moto Bendi kuliko Mbosso. Aslay alikuwa mkubwa kuliko Mario. Aslay alikuwa mkubwa kuliko Rayvanny. Kipindi hicho Aslay alikuwa mkubwa kuliko Harmonize, lakini kwa sasa hivi hao wote ambao nimewataja ni wakubwa kuliko Aslay. Diamond kaona hapana, la hasha, hichi kipaji kisipotee bure, ngoja nikisogeze karibu aweze kupata support ya Wasafi ambayo itamfanya awe mkubwa kama ambavyo alikuwa Harmonize, alikuwa Rayvanny, alikuwa Mbosso.
Mbosso na yuko nayo leo hii, namzungumzia Zuchu. Kwa hiyo Aslay katika viungo vya Wasafi, taarifa kubwa kwa 100% ambayo nimepenyezewa za ndani ya kwamba Aslay ndiyo msanii ambaye amesainishwa leo katika record label ya Wasafi. Lakini ukumbuke ya kwamba kipindi cha finali za BSS msimu huu Diamond alitangaza pia na alipenda kuwasaini wasanii ambao walishika top 2 katika BSS Bongo Star Search ya mwaka 2025. Namzungumzia Moses Luka, raia wa Kongo ambaye anaishi Uganda. Kwa sasa hivi inaonekana mambo yake mengi anafanyia Tanzania, yani mafanikio kayapatia Tanzania. Kwa hiyo sasa hivi yuko Tanzania. Hata Diamond akimsaini Moses Luka atawakilisha muziki wa Tanzania japokuwa ni Mkongo. Sio mbaya. Hata tunaelewa kwamba msanii kama Akon ni Msenegal, lakini hawakilishi muziki wa Senegal au wa Afrika, anawakilisha muziki wa Amerika. Tazama na muziki wa Marekani Akon. Hivyo kwa hiyo hata Moses Luka ambaye tunaamini Mkongo akisainiwa Wasafi atakuja kuiwakilisha sanaa ya Bongo Flava, atazungumziwa kama na muziki wa Bongo Flava. Lakini pia msanii mwingine alikuwa ni yule alikuwa anaitwa Kulwa naye alikuwa mshindi wa pili katika Salu Kulwa alikuwa mshindi wa pili katika finali za BSS. Naye pia Diamond alipendekeza kumsaini katika label ya Wasafi Classic Baby. Hii ni moja kati ya kitu kikubwa sana. Diamond ameona hapana, hii haifai, yani Mbosso atoke nisilete kichwa kipya. La hasha, ngoja nilete vyuma ambavyo vitakuja kufanya makubwa. Ukumbuke ya kwamba wasanii wale vinala cream ndani ya Wasafi hawapo. Sasa hivi tutamzungumzia wasanii ambao wapo Wasafi ambaye anafanya vizuri na anaingizia fedha nyingi rebo ya Wasafi ni Zuchu peke yake. Mbosso ameondoka Wasafi, Rayvanny ameondoka Wasafi, Harmonize ameondoka Wasafi, lakini alikuwepo Rich Mavoko ameondoka Wasafi. Hao ndio wasanii ambao walikuwa wakiingizia fedha nyingi kampuni ya Wasafi. Fedha nyingi mno kampuni ya Wasafi. Sasa hivi kabakia Zuchu peke yake. Lava bado anajitafuta, pamoja ya kwamba muda mrefu ndani ya Wasafi, lakini hakuna chochote ambacho amekionyesha ndani ya Wasafi. Lakini The Voice ni msanii mchanga ndani ya Wasafi, bado hajaonyesha matunda yale ya kusema Diamond anaingiza fedha nyingi kupitia The Voice. Ndio maana akapata hasira kusaini vyuma vipi ambavyo vitakuja kuwa vikali kama ambavyo alikuwa Harmonize, vyuma vipi ambavyo vitakuja kuwa hatari na baraa kama ambavyo alikuwa Rayvanny Vivian Boy, vyuma vipi ambavyo vitakuja kufanya makubwa kama ambavyo Mbosso alifanya. Kwa hiyo ni wakati ambao Platinum Chibu D anaamua kusaini wasanii wapya katika kampuni ya muziki wa Wasafi. Wengi tunasubiria pengine kama taarifa ambayo nimepenyezewa ni Aslay ama ni wale wasanii kutoka katika finali za Bongo Star Search ama vipi, lakini kwa ukubwa zaidi ni Aslay. Mimi nataka nikuachie wewe mfuatiliaji wa Bato TV. Unadhani kwa mfano kama ambavyo habari zinaelezwa kwa ukubwa zaidi kwamba ni Aslay akijiunga katika record label ya Wasafi Classic Baby, unadhani ni sehemu sahihi kwa Aslay kuonyesha makali yake lakini pia kufanikiwa katika muziki wake, ama unadhani ya kwamba Aslay itakuwa kabugi na kapoteza mno kujiunga katika label hiyo ya Wasafi? Nadhani hii ni sahihi ya Aslay. Wapo ambao wanakuambia ya kwamba kwa ukubwa ambao Aslay alikuwa kashautengeneza alitakiwa asimame yeye kama yeye, lakini kuna wengine ambao wanakuambia ya kwamba Aslay bado anatakiwa kuwa chini ya label kubwa kama za Wasafi. Wengi wanakuambia kwamba 2017 kipindi Aslay anatoka wana kundi la Yamoto Band linavunjika, Aslay alikuwa mmoja kati ya msanii ambaye alikuwa anashindanishwa na Diamond kwenye show na jaza ngoma zilikuwa zina hiti kila idara, lakini akaja akapotea katika mazingira ambayo wengi walikuwa hawaelewi imekwaje Aslay kawa kimya. Sasa msanii ambaye kwa analinganishwa na Diamond leo anataka kusainiwa na Diamond kwenye kampuni yake ya Wasafi. Kwa hiyo nadhani jibu utakuwa nalo hapa kwamba Diamond ni mkubwa mno katika sanaa katika nchi hii. Yani Aslay bado ana mengi ya kujifunza, bado mtoto mno. Kipindi kile ulikuwa ni upepo tu ambao watu walipita nao, na baada ya hapo watu wakamsahau Aslay. Kwa hiyo wengi tunaelewa ubora wa Aslay, mmoja kati ya msanii ambaye ana sauti nzuri na anaimba sana na mashairi, ana melodies, ana kila sifa za kuwa msanii mkubwa Tanzania, lakini alikuwa amekosa sehemu sahihi, amekosa management nzuri, management
kubwa, management ambayo inaweza kusimamia kazi za msanii kwa ukubwa zaidi, tofauti na management ambayo alikuwa nayo. Pengine Wasafi ukiongozwa na Diamond na management ambazo zipo, wakina Salamu SK, wakina Bab Tale, mkubwa Fela, pamoja na wakina Don Fumbwe, pengine tunaweza kumuona Slay akaenda kuwa msanii mkubwa zaidi Tanzania na Afrika, kwa sababu wengi tunamfahamu. Kubwa zaidi ni hilo ambalo linaendelea sasa hivi. Diamond msanii mpya ndani ya Wasafi, tusikizie tujue ni nani, lakini za ndani ni ya Slay Haka. Unaweza ukaacha comment yako tuweze kwenda sawa zaidi. Mimi niseme asante sana.